kitabu cha Injili ya Luka sura ya 7 na ya 8. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Unaweza ukaandaa Biblia yako karibu pamoja na daftari yako, ili tunaposoma na wewe unasoma kwa kufuatilizia kwenye Biblia yako. Na ile mistari utakaoona inakugusa sana kwa upekee, hakikisha unaiandika pembeni kwenye daftari yako au unaipigia mstari na unajipa nafasi baadaye kukaa tena kuipitia. Kwa sababu siku zote nimekuwa na kueleza, unaposoma Biblia na ukaona kuna mistari imekugusa zaidi kuliko mingine au umeielewa kwa undani zaidi kuliko mingine, jua mahali hapo ndio Mungu anaongea na wewe kwa wakati huu, usipapuuzie. Tufungue kwa sala, tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo ambao Bwana unatuwezesha kuweza kusoma neno lako takatifu. Tunaomba Roho wa Mungu tusimamie, na kwa neema yako tushike mkono. Damu ya Yesu inenao mema kuliko ya Abili iendelee kutuondolea uovu na kila aina ya ubaya. Neema yako Mungu itusaidie, ili kwa neno lako tupate kuimarishwa na tuendelee kuwa imara kiimani. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Injili ya Luka sura ya 7 na ya 8. Mlango wa 7. Alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, aliingia Kapernaumu, na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi, karibu na kufa, naye ni mtu alimpenda sana. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwake kumwomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu, walimsihi sana wakisema, amestahili huyu umtendee neno hili, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Basi Yesu akaenda pamoja nao. Hata alipokuwa si mbali na nyumba yake, yule akida alimtuma rafiki kwake, akamwambia, Bwana, usijisumbue, maana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Kwa hiyo nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwako, lakini sema neno tu, na mtumwa wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu, nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu, fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo, alimstaajabia, akaugeukia mkutano uliokuwa ukimfuata, akasema, nawaambia, hata katika Israeli sijaona imani kubwa namna hii. Na wale waliotumwa waliporudi nyumbani, wakamkuta yule mtumwa ni mzima. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipolikaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye, ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona, alimwonea huruma, akamwambia, usilie. Akakaribia, akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, nakuambia, inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu, wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Wanafunzi wa Yohana wakamletea habari za hayo yote. Ndipo Yohana alipowaita wawili katika wanafunzi wake, akawatuma kwa Yesu akiuliza, wewe ndiwe yule ajaye, au tumtazamie mwingine? Nao walipofika kwake, walisema, Yohana Mbatizaji ametutuma kwako, akisema, wewe ndiye yule ajaye, au tumtazamie mwingine? Na saa ile ile aliwaponya wengi magonjwa yao, na misiba, na pepo wabaya, na vipofu wengi aliwakirimia kuona. Ndipo alipojibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana hayo mliyoyaona na kuyasikia: vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakasika, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema. Naye heri mtu yoyote asiyechukizwa nami. Basi wajumbe wa Yohana walipokwisha ondoka, alianza kuwaambia makutano habari za Yohana. Mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo?
Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo? Jueni, watu wenye mavazi ya utukufu wanaokula raha wamo katika majumba ya kifalme. Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Nabii? Naam, nawaambia, na aliye zaidi ya nabii. Huyo ndiye aliyeandikiwa haya: tazama, namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayeitengeneza njia yako mbele yako. Nami nawaambia, katika wale waliozaliwa na wanawake, hakuna aliye mkuu kuliko Yohana, lakini yeye aliye mdogo katika ufalme wa Mungu ni mkuu kuliko yeye. Na watu wote na watoza ushuru waliposikia hayo, waliikiri haki ya Mungu, kwa kuwa wamebatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Lakini Mafarisayo na wanasheria walilipinga shauri la Mungu juu yao, kwa kuwa hawakubatizwa naye. Bwana akasema, niwafananishe na nini watu wa kizazi hiki? Nao wamefanana na nini? Wamefanana na watoto walioketi sokoni na kuitana, wakisema, tuliwapigia filimbi wala hamkucheza, tuliomboleza wala hamkulia. Kwa kuwa Yohana Mbatizaji alikuja, hali mkate wala hanywi divai, nanyi mwasema, ana pepo. Mwana wa Adamu amekuja, anakula na kunywa, nanyi mwasema, tazama, mlafi huyu na mnywaji wa divai, rafiki wao watoza ushuru na wenye dhambi. Na hekima imejulikana kuwa ina haki kwa watoto wake wote. Mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule Farisayo, akaketi chakulani. Na tazama, mwanamke mmoja wa ule mji aliyekuwa mwenye dhambi, alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule Farisayo, alileta chupa ya marimari yenye marhamu, akasimama nyuma karibu na miguu yake, akilia, akaanza kumdondoshea miguu machozi yake, na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake, akiibusubusu miguu yake na kuipaka yale marhamu. Basi yule Farisayo aliyemwalika alipoona vile, alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angekuwa nabii, angemtambua mwanamke huyu amgusaye ni nani, naye ni wa namna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. Yesu akajibu akamwambia, Simoni, nina neno nitakalo kukuambia. Akasema, Mwalimu, nena. Akasema, mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili, mmoja amwia dinari 500 na wa pili 50. Nao walipokuwa hawana cha kumlipa, aliwasamehe wote wawili. Katika hao wawili ni yupi atakayempenda zaidi? Simoni akajibu akasema, nadhani ni yule ambaye alimsamehe nyingi. Akamwambia, umeamua haki. Akamgeukia yule mwanamke akamwambia Simoni, wamwona mwanamke huyu? Naliingia nyumbani kwako, hukunipa maji kwa miguu yangu, bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake. Wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu sana miguu yangu. Hukunipaka kichwa changu mafuta, bali huyu amenipaka miguu yangu marhamu. Kwa ajili ya hayo nakwambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Lakini asamehewaye kidogo, huyo hupenda kidogo. Kisha alimwambia mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Ndipo wale walioketi chakulani pamoja naye walianza kusema mioyoni mwao, ni nani huyu hata asamehe dhambi? Akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, enenda zako kwa amani. Mlango wa 8. Ikawa baada ya hayo, alikuwa akizunguka katika miji na vijiji, akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na wale thenashara walikuwa pamoja naye. Na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa, nao ni Mariamu aitwaye Magdalene, aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode, na Suzana, na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Mkutano mkuu ulipokutanika, na wale waliotoka kila mji wakimjia, alisema kwa mfano, mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake, naye alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka karibu na njia, zikakanyagwa, ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea, zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka katika miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Nyingine
zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea, zikazaa 100 kwa 100. Alipokuwa akinena hayo, alipaza sauti akisema, mwenye masikio ya kusikilia na asikie. Wanafunzi wake wakamuuliza, maana yake nini mfano huo? Akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione, na wakisikia wasielewe. Na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja Ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini na kuokoka. Na wale penye mwamba ndio wale ambao wasikiapo hulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mizizi, huamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa hujitenga. Na zilizoanguka penye miiba ni wale waliosikia, na katika kuenenda kwao husongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya, wasiivishe lolote. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Hakuna mtu ambaye akiisha washa taa huifunika kwa chombo au kuiweka mvunguni, bali huiweka juu ya kiango, ili waingiao wapate kuona nuru yake. Kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana na kutokea wazi. Jiangalieni basi jinsi msikiavyo, kwa kuwa mwenye kitu atapewa, na yule asiye na kitu atanyang'anywa hata kile ambacho anadhaniwa kuwa nacho. Wakamwendea mama yake na ndugu zake, wasiweze kumkaribia kwa sababu ya mkutano. Akaletewa habari akiambiwa, mama yako na ndugu zako wamesimama nje wakitaka kuonana nawe. Akawajibu akasema, mama yangu na ndugu zangu ndio hawa walisikiao neno la Mungu na kulifanya. Ikawa siku zile mojawapo alipanda chomboni, yeye na wanafunzi wake, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Wakatweka matanga. Nao walipokuwa wakienda, alilala usingizi. Ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji, wakawa katika hatari. Wakamwendea, wakamwamsha wakisema, Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka, akaukemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari. Akawaambia, imani yenu iko wapi? Wakaogopa, wakamaka, wakisema wao kwa wao, ni nani huyu basi, hata anaamuru upepo na maji, navyo vyamtii? Wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi inayoelekea Galilaya. Naye aliposhuka pwani, alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo. Hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani, ila makaburini. Alipomwona Yesu, alipiga kelele, akaanguka mbele yake, akasema kwa sauti kuu, nina nini nawe, Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Nakusihi usinitese. Kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu amtoke mtu yule. Maana amepagawa naye mara nyingi, hata alilindwa kifungoni na kufungwa minyororo na pingu. Akavikata vile vifungo, akakimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo. Yesu akamuuliza, jina lako nani? Akasema, jina langu ni Jeshi, kwa sababu pepo wengi wamemwingia. Wakamsihi asiwaamuru watoke kwenda shimoni. Basi hapo palikuwa na kundi la nguruwe wengi wakilisha mlimani. Wakamsihi awape ruhusa kuingia wale, akawapa ruhusa. Pepo wakamtoka mtu yule, wakawaingia nguruwe, nalo kundi lilitelemka gengeni kwa kasi, wakaingia ziwani, wakafa maji. Wachungaji walipoona lililotokea, walikimbia, wakaieneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka kwenda kuliona lililotokea, wakamwendea Yesu, wakamwona mtu yule aliyetokwa na pepo ameketi miguuni pa Yesu, amevaa nguo, ana akili zake. Wakaogopa. Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza jinsi alivyoponywa yule aliyepagawa na pepo. Na jamii ya watu wa nchi ya Wagerasi iliyo kando kando walimwomba aondoke kwao, kwa kuwa walishikwa na hofu nyingi. Basi akapanda chomboni akarudi. Na mtu yule aliyetokwa na pepo alimwomba ruhusa afuatane naye, lakini yeye alimwaga akisema, rudi nyumbani kwako, ukahubiri yalivyo makuu Mungu aliyokutendea. Akaenda zake akihubiri katika mji wote yalivyo makuu mambo aliyotendewa na Yesu. Basi Yesu aliporudi,
Mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimngojea wote. Na tazama, mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi. Akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi aingie nyumbani kwake, kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee, umri wake wapata miaka 12. Na alipokuwa akienda, makutano walimsonga. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga, asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake, akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kustirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake. Akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Alipokuwa akinena hayo, alikuja mtu kutoka nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akamwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu. Lakini Yesu aliposikia hayo, alimjibu, usiwe na hofu, amini tu, naye ataponywa. Alipofika nyumbani, hakuacha mtu kuingia pamoja naye, ila Petro na Yohana na Yakobo na babaye yule mtoto na mamaye. Na watu wote walikuwa wakilia na kumwombolezea. Akasema, msilie, hakufa huyu, bali amelala usingizi tu. Wakamcheka sana, maana walijua ya kuwa amekwisha kufa. Akamshika mkono, akapaza sauti akisema, kijana, inuka. Roho yake ikamrejea, naye mara hiyo akasimama. Akaamuru apewe chakula. Wazazi wake wakastaajabu sana, lakini akawakataza wasimwambie mtu lililotukia.